Mikononi mwangu nalo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni fedha za vuruga vigogo serikalini, ma-RC, DC, wasomi vyuoni na wakuu wa mashirika wakipigana vikumbo na wanasiasa majimboni. Sumaye afichua kiini cha tatizo, atoa angalizo utendaji kuporomoka. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Nukuu iliyoandikwa kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni ya Frederick Sumaye ikisema, naamini kwamba kama maslahi yatalingana na kada nyingine zinazofanana, hiyo itapunguza wimbi la kila mtu kutaka kuwa mbunge. Mimi naamini hicho ndio kipengele muhimu. Nukuu ya Rais Samia Suluhu Hassan inasema, ili tuwe na uchujaji wenye haki na uadilifu, wale walioko kwenye vikao vya uchujaji ambao wenye nia ya kugombea watoe taarifa mapema, watupishe. Upande wa serikali tulikwisha kupata majina mapema, bado CCM. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Gazeti hili limeandika ofisa wa TFS anayedaiwa kuua raia kupanda kortini. Habari katika ukurasa wa 17. Dar es Salaam, mtumishi wa wakala wa huduma za misitu Tanzania TFS idara ya maliasili wilaya ya Kibiti mkoani Pwani anatarajiwa kufikishwa mahakamani wakati wowote kuanzia sasa, akituhumiwa kumuua Haji Mnete kwa kumgonga na gari. Hatua hiyo imechukuliwa baada ya mtuhumiwa kukamatwa. Ndani wa taarifa hii katika ukurasa wa 17. Viungo vya binadamu vyabainika baada ya choo kuziba. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. Chadema yatoa ahadi kufufua uchumi Tanga. Habari katika ukurasa wa 5 wa gazeti hili. Lakini pia gazeti hili limeandika Kariakoo saa 24 fupa gumu, sababu za tajwa. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 6, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake wa mbele Jumatatu ya leo.